Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Hakika ni kweli kwamba Kristo ni tumaini letu. Hamna matumaini mengine ambayo tunaweza kuyaweka kwa mtu ama kwa vitu tukapata na kupona. Jumapili iliyopita tuliweza kuona aina ya watu wawili ambao ni kundi moja la watu wanzuri na kundi la pili watu waovu. Kundi la watu waovu linawavuta walio wanzuri wajiunge nao, lakini kundi la pili ya watu wanzuri la jaribu kuwavuta waovu wabadilishe maisha yao wajiunge nao. Na katika vile vikundi kuna kizano ama vinakizana hivyo vikundi viwili, maanake kila mtu anajitahidi ili aweze kuimarika na kukua. Lakini pia katika hivyo vikundi ni kwamba hata kama ni kikundi cha watu wambaya, nia zao na dhamira zao na fikira zao zinaendana, na pia katika watu wanzuri nia zao na dhamira zao zinaendana. Lakini pia tunakumbwa na changamoto kuchagua, je, unataka uwe mtu mwema ama mtu mwovu? Somo la kwanza tunalisoma hasa wakati mwingine wakati wa kipindi Jumapili ya Matawi. Ni somo ambalo linatoka kwenye nabii Zakaria, mmoja wa wale manabii ambao tunawaita wandogo kwa sababu vimeandikwa vichache kuwahusu, sio kama Isaya. Lakini anatutabiria anayekuja kutukomboa ni nani? Kristo, ambaye anakuja kwa unyenyekevu, amepanda mtoto wa punda ama mwanapunda, anakuja kwetu. Sijui kama kuna watu ambao wamewahi kuona, kuna filamu ama film moja inaitwa The Chosen Ones. Sijui kama mshaiona, na sijui kama umeangalia kwenye hicho kipengele cha Kristo akiingia Yerusalemu kwa vivijo na nderemo. Lakini tuyaache hayo. Utambiri unaonekana kutimia katika injili yetu pia, na katika somo letu la pili, na pia kwenye wimbo wa katikati msaburi anaposema kwamba nitalisifu jina lako daima na milele, e Mungu wangu mfalme. Lakini latokana na ule kuelewa kwamba Kristo amekuja akatupokea akatuokoa, na hivyo basi kinachotokea ndani ya vilindi vya mioyo yetu ni shukrani. Wanasema kwa Kiingereza gratitude is a child of memory. Gratitude is a child of memory. When you sit back and think what the Lord has done for you, and you see from when you came to reasoning and knowing things, you can easily say that Mungu amenitoa hapa akanipeleka hapa akaniweka pale, kama mnavyoimba ule wimbo mwingine wasema sijui akanitoa hapa akaniweka hapa sijui, na mambo kama yale. Katika maombi ya mtu Mwisraeli ama Myahudi, hakuwa anayemwendea Mungu kuomba kile ambacho anakitaka. Na mara nyingine kama Wakristo hapo ndipo tunaanguka mtihani. Atuji kwenye misa, atuendi kwenye vikundi ambavyo tunavyo vya maombi ili tuweze kumuomba, naomba unipe hiki, unipe hiki. Kwanza, Mungu kwa nini katuumba? Ametuumba ili tuweze kumfahamu, kumpenda, pia kumtambua, na baadaye tuweze kufanya kazi yake, baadaye tuweze kufika katika ufalme wa Mungu. Katika sala ya Myahudi alikuwa anaanza kuyaona mambo makuu aliyoyafanya Mwenyezi Mungu toka Misri, na ndio maana walikuwa wanasimulia pia watoto wao. Wazazi mlioko hapa, ni lazima watoto kusimuliwa, kuelezwa mambo ambayo ni makuu Kristo ametenda katika maisha yetu na katika ukombozi wetu. Na baadaye anaposhuhudia yale makuu ya Mungu, wakatoka wakapita kwenye mito na vilindi na nini, wakapewa na mana wakala. Baadaye ndo wanamwambia Mungu, lakini kumbuka wewe Mwenyezi Mungu ndiwe Mungu wetu, hatuna mwingine wa kutegemea. Na hivyo basi tunakuomba pia utuepushe na haya. Na katika huu nabii tunaona yakitimia anaposema kwamba Mtume Paulo anaposema kwamba kama mkiafisha mazoea maovu ya mwili kwa nguvu ya Roho mtaishi. Hapo juu, hapo mbele kidogo kwenye kifungu cha 12 mstari wa 2, Mtume Paulo anasema kwamba
basi ni lazima kuyangeuza mawazo yenu kufikiri mambo ambayo ni meupe na kutofikiri mambo yalipo hapa duniani ambayo kidogo yanatulemaza. Na pia anasema kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 3 kwamba basi ikiwa mmefufuliwa na Kristo, yafikirini mambo yaliyo juu, Kristo aliko ameketi kuume kwa Mungu Baba. Kwa hivyo hamna cha kuendelea mbele kama mawazo yetu hayatakuwa yamegeuzwa. Kabla tuingie kwenye moyo, ni lazima mawazo, maono yako, jinsi unavyojiona wewe, dhamira yako ikoje, unamuona Mungu kama nani? Kama unamuona Mungu kama polisi ambaye anakufuata kila siku, ama unaenda kwenye sakramenti ya kitubio kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu, basi hamna upendo. Na upendo ndio unaponya. Mtakatifu Teresa wa Calcutta anasema kama kwamba kila mmoja angeweka upendo na kila jambo analolitenda, basi ulimwengu ungepona. Manake unaungua na unaumwa kwa sababu hamna upendo. Kila mtu anafuta la kwake, atunjali mtu mwenzetu, atunjali wale wengine. Ndio maana mwandishi mmoja Katama Mkangi akasema wale ni sisi na sisi tu wale. Lakini kwamba tumesahau kwamba wale sio sisi na sisi sio wale. Hamna kunjaliana tena. Kila mtu anatafuta la kwake, na ile neema na yale mahubiri na yale mafundisho ya Kristo basi yanaangua kwenye mchanga ambao sio mzuri. Na hivyo basi hatupati matunda. Cha kwanza kwa hivyo ni kufikiri, kuyatoa yale ya kale na kwanza kufikiri kama jinsi Mwenyezi Mungu anatuambia. Nikiuliza baadhi yenu hapa, mtu ataniambia kwamba mimi ni fulani, mimi ni daktari, mimi ni mwanaloya, mimi ni nani. Lakini that is not your identity. That is an attribute. That is an accident that is handed to you. The first thing that you are a child of God. Na ndio maana tunapobatizwa tunaingizwa kwenye kanisa na tunakuwa wana wa Kristo. Kwa hivyo kuanzia pale tukitambua sisi ni akina nani, basi tunaweza kuyafutilia mbali mambo ya kimwili. Na hivyo basi tunaweza kuishi kwa mambo ya kiroho. Maana akili zetu zimegeuzwa na mioyo yetu inajua kupenda kwa hakika bila uoga. Kidogo nikihubiri sehemu fulani, kanisa letu liko hapa Ngoroi, nikawaambia vijana, mara nyingine mno tunaona vijana mnaambiwa kwamba mimi nakupenda zaidi. Mwingine anakuambia basi hata mimi nakupenda mno. Mwingine anakuambia nakupenda mpaka kufa. Lakini je, anayependa mtu mpaka kufa ni nani? Huyu amekuwa Kristo? Sio Kristo. Kristo ndiye katupenda mpaka akatufia wapi? Msalabani. Na hivyo tuache kudanganyana tu. Tuache mambo ya hisia, manake hisia zinapokuja, fikra zinaondoka na moyo wa kupenda unaondoka. Manake baadaye tunavuna tulichokipanda. Na ndio Mtume Paulo anahimiza sana mambo ya usafi wa moyo, mambo ya kuangalia, je, mimi kama mimi mwanadamu, mimi kama padri, ama wewe kama kiwawa. Kiwawa ni jina wanaotumia Tanzania na sehemu zingine. Mimi kama kijana. Sio, najua lina maana tofauti huku, usije ukafikiria la huku, mimi namaanisha la kule. Kwa hivyo kama hatutaweza kuyachukua mawazo yetu na kuyapanua na kuelewa mimi ni nani, kama kijana, kama mama aliyefunga ndoa, kama baba na kama vijana na kama watoto wadogo, basi tutaishia kusema kama wimbo mwingine kwamba tutaishia kusema dunia mbaya. Lakini dunia sio mbaya, sisi wenyewe ndo lazima tubadilike na tusidanganyane. Kama basi tumeshakufa na tukafufuliwa na Kristo, maisha ya Kikristo na neema ya Kikristo na uhai wa Kristo basi utadumu katikati yetu. Utadumu katikati yetu. Anaendelea na kusema Mtume Paulo kwamba basi tukiishi katika mwili, manake mwili hauwezi kumpendea. Lakini pia tukumbuke kwamba anasema pia kwenye kitabu cha kwenye barua ya Wakorinto kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sitachukua mkono wangu nimpige na mwingine, sitachukua na mguu wangu nimpige na mwingine, sitachukua macho yangu niangalie vitu ambavyo haviendani, sitachukua na mwili wangu ni ufanye uwe wa kuabudiwa ama kuabudu sanamu na mambo kama yale. Cha msingi wa Kristo wapenzi ni kwamba usafi wa moyo ni kitu cha muhimu sana.
Na mara nyingi tunapoona kwamba mambo yako sawa, unakaa na simu sijui masaa mangapi, hauna nafasi ya kusali. Simu imekutega, ama imekuwa labda ni kitu kingine cha kitega uchumi. Kuna wale ambao wanachukulia simu kama vijana wengine, samahani, sio kwa umbaya, tunawapenda sana, wanachukulia kama vitega uchumi. Unampata yuko TikTok masaa 6, anjafanya homework, anjakamilisha term paper, lakini yuko pale. Akiingia pale ni mambo ya kwenda ChatGPT, ana submit. Lakini mambo hayaendi vile. Lakini kwa kwamba basi tumefufuliwa na Kristo, tunatambua kwamba na hata hivi ving'amuzi na vitu ambavyo tunavitumia vinaweza kusaidia kufanya mambo mazuri. Kwa mfano, Mtakatifu Carlos Acutis ni kijana ambaye alikuwa mdogo sana, na alikuwa anatumia mtandao kuonyesha na kuhubiri namna jinsi Ekaristi ni Kristo ambaye yumo pale, sio mfano. Ukienda pale Asisi utapata na kaburi lake, na ameweka pia the relics zake pale. Kijana mdogo tu ambaye aliamua kwamba maisha yangu sio ya kwangu mimi, kwa sababu mimi sio wa kwangu mimi, lakini mimi ni wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi mimi nitaishi kwa sababu na kadri ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi tunawakwepa wale watu ambao wanatuvuta tuingie kwenye utu mbaya, tunawafuata wale ambao ni watu wanzuri. Na hivyo basi nanyi mkishasamehewa na mkishasafishwa, na mnavuta wengine kuwarudisha kwenye milki ya kimungu. Tukifanya hivyo basi tutaweza kuimba na msaburi na kumtukuza kwamba Mungu ametenda kazi nzuri, na jina lako tutalihimidi na tutaliimba milele daima na milele. Mungu mfalme. Je, mfalme wako ni yupi? Mfalme wako ni wewe mwenyewe? Mfalme wako ni yupi? Ni Kristo mfufuka ama ni nani? Na kwa maana tunapokuja kumpokea Ekaristi, atumpokee yule Yesu alikuwa anatembea Nazareti. Tunampokea Kristo mfufuka with a glorified body. Ndio maana padre anakuambia, ama yule anapokelesha anakuambia mwili wa Kristo. Kristo means anointed. Kwa hivyo tunapompokea pia anatupa nguvu ya kuendelea, na pia mioyo yetu inakuwa kwamba imejazwa neema na Roho Mtakatifu anafanya kazi, na pia tunaweza kuyatambua yale mema ambayo Mungu anataka tufanye. Hivyo basi kama tumetindikiwa, basi Kristo anatuambia, basi njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mzigo mzito, nami nitawapa pumziko. Jamani, hatutapata pumziko kwa kwenda kwa watu waganga. Hatutapata pumziko kwa kwenda kwa watu ambao wanaombea watu na kuambia nitakuombea upate mali na hela. Wengine kapoteza mali nyingi tu, hata mboma zikaharibika. Hatutaweza kupona kama kwamba hatutaenda kwa Kristo. Na kama sisi Wakatoliki, mbona tumepewa yote jamani? Unakuja kama ni kulia, unaketi pale unamlilia Yesu wa Ekaristi, kwa sababu yupo kati yetu. Badala kwenda ukitapatapa huku na huku kinguna njia unatafuta kupona, lakini hapa tuna uponyaji. Hivyo basi ni vizuri kutambua kwamba je, ni kitu kipi ambacho mimi mwenyewe sina? Na kama sina, mbona hatunjaomba? Na basi kama tutaomba, tumwendee Kristo pamoja na mizigo yetu. Anasema mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu. Tunamuona kwenye kitabu cha Zakaria, nabii Zakaria anakuja kwetu amepanda mwanapunda. Hapa pakiingia mwanasiasa utaona watu wameanza na heshima nyingi na vitu kama vile. Lakini sivyo. Kristo anataka unyenyekevu. Tunanjivika maisha yake, tunanjivika huo Kristo. Ndiposa tukitoka pale nje, maisha yetu kama yamefichwa ndani ya Kristo pamoja na Kristo, wale watakaotuona watasema kwa kweli huyu ako na Kristo. Si eti umembeba Kristo, si eti kwamba umepokea Kristo, lakini Kristo inakuwa synchronized. Yaani wewe kile kilichopo ni Kristo mwingine. Kitu kimoja ni kuencounter, kitu kingine ni kusubmit pia. Mara nyingine hatutaki kusubmit kwa Kristo mwenyewe. Hatutaki pia kusubmit kwenye Roho Mtakatifu. Lakini natualika siku hii ya leo to submit, kunjipeana kwa Roho Mtakatifu. Na kabla unjaamkia kufanya jambo, hata katika mitihani yako, hata katika kutafuta kazi, muombe Roho Mtakatifu. Je, nielekee wapi? Je, mimi nifanye nini? Mara nyingine tunaumia sana mioyoni mwetu kwa sababu hatujajua jinsi ya kuja mbele ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Mwambie tu chote ambacho kiko ndani yako.
Mkumbuke yule mama Ana hakuwa na mtoto, na mke mwenza alikuwa anamdhihaki sana, akimwambia wewe jione wewe mwenyewe, hauna chochote, hauna lolote. Lakini akajua kwamba mimi nitaenda kwenye hekalu la Mwenyezi Mungu kuomba kile ambacho sina. Mimi nitapeleka mzigo wangu, nitapeleka na maoneo yote ambayo ninaonewa na mke mwenza wangu, nitayaweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na yule Eli alipokuwa anaona kwamba ni kama huyu mama amelewa, mama akamwambia, hapana bwana wangu, mimi na moyo wangu kwa Mungu wangu. Sehemu ambayo ya makimbilio yetu ni kanisani. Makimbilio yetu ni kwenye sakramenti, ni kwenye sakramenti pia ya kitubio. Je, tumeanguka, tumejikwaa, tumeanguka, kwa nini tusimkimbilie Kristo? Kwa nini tusije kwake na kumwambia, tazama mimi nimekuja jinsi nilivyo? The seat of mercy is a seat of mercy. It's not a seat of judgment. Let us not fear to go for confessions. Let us not fear to take, because mzigo ambao tumebeba mkuu ni wa dhambi, tunampelekea. Lakini tukumbuke kwamba dhambi haina mamlaka ndani yetu. Manake aliye juu yetu, aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye wapi? Aliye wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Aliye huku chini, aliye na mamlaka ni Kristo, sio shetani. Tusiongope maana tumekombolewa. Kwa hivyo basi tunapaswa kunjivika nira ya Kristo, kwa maana yeye ni mpole pia na mnyenyekevu wa moyo. Humility. And tukisoma kwenye ile collect ama kwenye ile sala ambayo padre ameomba baada ya utukufu, anasema kwamba he abased himself, he humbled himself. Tumbia abasement ni kunjiweka chini, ni kama yani kwa mchanga. Yani anakuwa ni mtu ambaye ni kama amedharauliwa, lakini ndani yake pale hamna dharau, lakini anajua anachokifanya. Ni mara ngapi tunashindwa kunjiweka chini, lakini mara nyingine tunataka tuwe wapi? Tuwe juu. Humility is the teacher and is the foundation of all the virtues. And if we want to be humble and to succeed in life, let us imitate our Lord. Tusitake mambo makuu. Akaimba msaburi pia akasema, wala sinjishughulishi na mambo makuu. Mnaofahamu wimbo sio? Mnaofahamu sio? Bwana moyo wangu una kiburi na anasema kwamba mimi sinjishughulishi na mambo makuu, lakini mimi nafsi yangu imetulia katika Bwana. Kwa hivyo basi siku hii ya leo na katika misa hii ya leo, kile chote ambacho tunacho, iwe ni mambo ya kifamilia, ni mambo ya shule, ni ada ya shule, ni kazi ya zipo, leo tunjipeane kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio mizigo ambayo anataka tumpe. Alafu tuchukue na tunjivike nira yake. Tuwe watu ambao ni wapole na wenyenyekevu. Don't be a person who is defined by your anger. Hata kanisani unaambia mtu, we songa we ama nikuzambe kofi manake mimi ni mtu wa hasira sana. Hapana, isiwe hivyo. Kwa chama pale unasema, mkikosa kunipa hizo hela mimi mtajua mimi ni nani. Mimi mkurugenzi mkuu wa hiyo benki, kwa hiyo mtaponea. Hapana, isiwe hivyo. Unyenyekevu. Na kunjivika unyenyekevu ni kumaanisha kwamba upendo upo ndani yetu. Unampenda jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. So that is the main thing that we need to learn. Humility will call even love, and will love the other people as we love ourselves. We'll extend that love to even other people, not necessarily the people whom we know, but also the people who need our help. And by so doing, my dear brothers and sisters, we will be slowly healing the world. But you cannot heal the world if yourself you are also sick, unless you are a wounded healer. Kwamba umepitia mangumu, umejua kwamba Mwenyezi Mungu akuponya, unaweza uponya ulimwengu. We can heal our world if we live in harmony, in peace. Alafu tukumbuke kwamba pia kama hatuna unyenyekevu, basi Mungu kutusimulia ama kutufunulia mambo haya makuu kama alivyowafunulia watoto kama watoto wandogo, basi mafumbo haya ya ufalme wa Mungu yataishia kuwa ni kitu cha huko na fikira za huko juu, lakini si hakiko kwenye miliki yetu na iko kwenye sehemu ambayo tunaweza kukifikia. Na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wandogo mafumbo ya ufalme wa Mungu. Watoto wandogo ni watu ambao hawaongopi. Ukiangalia wengine hapa hawana shughuli kwa sababu wanajua mama yupo.
Sisi tunapaswa kuwa pia hatuna shughuli nyingi sana, kwa sababu tunajua baba yetu yuko, na tukijazwa upendo wa kimbaba, woga na uovu wote unaondoka, na tunajivika Kristo mfufuka. Tuombe sana katika hii misa ya leo, ili Mungu atupe neema ya kipekee, na tumtolee kile chote. Wakati wa sadaka unatoa kile chote ulicho nacho. Wakati wa sadaka malaika huwa wanatokea kule, wanalete mapaji. Kwa hivyo wewe malaika, mlinzi wako, kama umpi chochote, kama umpi kazi, anakuja bila chochote. Ukisoma kwenye Revelation ya mtakatifu sio mtakatifu lakini ni Katerina, kuhusu misa, ni kweli kwenye vipengele vyote vya misa ni kitu ambacho kina uhai, sio kitu ambacho kimekufa. Kwa hivyo basi tunjitolee kwa Mwenyezi Mungu, na pia kwa furaha, mioyo yetu iliyombondeka tumtolee Mwenyezi Mungu, na tutaishi maisha ambayo ni matulifu, maisha ambayo yanaonyesha Kristo yu ndani yetu, na maisha ya unyenyekevu na umoja na upendo katika maisha yetu.